الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله، فقد أمركم الله تعالى بذلك وقال في الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. Enyewani wa Allah, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala na kumtakia rehema na neema, swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo inatuhusu sote, kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Kama si mzee atakuwa ni mzazi, na kama si mzazi atakuwa ni kijana, na itakuwa na nukta nne ambazo zitajikita zaidi katika umuhimu wa kuwalea vijana kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyotufundisha. Ndugu zangu Waislamu, ni ukweli usiojificha, tuko katika zama ambazo vijana wengi wanaharibika na adabu imepotea, na hili ni katika jambo la hatari linaloleta matatizo makubwa katika jamii na kusababisha uharibifu mkubwa katika umma. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuziokoe nafsi zetu kutokana na moto, bali pia tukiokoe kizazi chetu, familia zetu, watoto wetu kutokana na moto, aliposema katika sura At-Tahrim: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bali pia imekuja katika hadithi ya Sayyidina Abdullah ibn Umar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alayh. Anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wetu ataulizwa juu ya alichokichunga. Kiongozi ni mchunga na utaulizwa kuhusu raia wako, wafuasi wako. Lakini pia mwanaume, mume, baba ni mchunga na utaulizwa juu ya familia yako na watoto wako. Hebu tukae dakika moja tujiulize nafsi zetu,
Tukitizama vijana wetu wa zama hizi, tunakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atakapotuuliza juu ya kile tunachokichunga. Watoto wetu wenyewe wamekuwa ni watoto wenye kukata mapangi, watoto wenye kuvaa katakei, watoto wenye starehe zaidi, watoto ambao hawamjui Mola wao hata kwa kuswali. Swala ambazo ziko 5 katika siku, kijana hata walau ile swala moja haiswaliwi. Ni mtihani mkubwa. Sisi wazee tupo, tunawatizama, tukiwalisha na tukiwavisha na tukiwadekesha kana kwamba jambo hili tumeridhika nalo. Ndugu zangu Waislamu, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7 na wapigeni ikiwa wataacha kuswali wakiwa na umri wa miaka 10 na watenganisheni kati yao katika malazi. Haya sasa, na tujiulize wazee, wazazi tuliopo hapa, nani katika sisi kiukweli hasa alipata kumgombeza mwanaye na akamkasirikia mwanaye, bali hata kumchapa mwanaye kwa sababu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kukosa swala? Ukamkasirikia ndani ya nafsi yako, hakuna kilichokukera ila kakosa swala, bali tunacheka nao kila siku ndani. Ndugu zangu Waislamu, umma unateketea kwa utovu wa adabu, na sala ndiyo jambo la kwanza katika kutengeneza tabia njema, kumfanyia mtoto aache tabia chafu na mabaya. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Soma uliofunuliwa katika kitabu na usimamishe swala. Kwa nini ya Rabbi tusimamishe swala? Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu, hakika swala inazuilia mambo machafu na maovu. Ni wazi kabisa, tusipoteze muda kuwa mtoto asiyeswali hawezi, ni muhali kuwa na adabu, kuwa na tabia njema na kuwa mtoto mzuri katika jamii. Ndugu zangu Waislamu, wanasema maulama, kuharibika kwa vijana katika jamii ni hatari na madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhara ya madawa ya kulevya. Utakapouona madhara ya madawa ya kulevya, dunia nzima inapigana nao, bali hilo si jambo kubwa kama watakapoharibika vijana katika jamii. Utapata kujia uzito huo wa hili tatizo. Kwa nini iwe madhara ya kuharibika vijana ni mkubwa kuliko madhara ya madawa ya kulevya? Vijana, ndugu zangu Waislamu, ndio mustakbali wa baadaye wa jamii. Madawa yataharibu kipande cha jamii, lakini tusipowalea vijana wetu vizuri, hawa vijana baada ya miaka 20, vijana hawa wahovyo wanakuja kuwa wao ndio wazazi, wao ndio wazee wa jamii ndani ya miaka 20. Itakapofika muda huo, si tatizo la jamii ndogo iliyoathirika na madawa ya kulevya, bali ni umma mzima wa jamii hiyo. Ndugu zangu waumini, jamii inahitaji vijana, taifa linahitaji vijana, bali hata dini inahitaji vijana, na imehadharisha dini na kuhimiza kuwalea vijana. Ndugu zangu Waislamu, siku ya Kiyama amepokea Imam Tirmidhi kuwa hatanyanyua mguu binadamu yoyote mbele ya uso wa Mwenyezi Mungu bila kuulizwa na kuhesabiwa juu ya mambo manne alivyoyatumia duniani. Miongoni mwa mambo hayo manne, moja ya kati yao ni wa an shababihi fima ablahu. Mwanadamu atakuja kuulizwa kuhusu ujana wake ameutumiaje.
Vipi mwanadamu atautumia ujana wake? Ndugu zangu Waislamu, mwanadamu ataulizwa umri wake wote ameutumiaje, lakini kuna hili swali la nyongeza, swali ambalo hapa katika piki ya maisha yako, katika ubora wa maisha yako, achana na uzee, achana na udogo, hapa kati kijana, umeutumia vipi umri wako? Umeutumia vipi ujana wako? Si jambo dogo, ni swali zito sana. Mwenyezi Mungu atustiri. Hii ni dalili tosha inaonyesha umuhimu wa vijana na hatari yake na umri huu wa ujana. Jambo hili linataka tahadhari kubwa kwa wazazi na jamii. Allah atujalie tuwe na majibu mazuri siku hiyo, pamoja na wazee ambao wako ujana wao umeshapita. Ila sisi vijana tuliokuwa humu ndani, haya majibu hauendi kuyasoma madrasa, haya majibu hauyasome shuleni, haya majibu ndio tunayaishi hivi sasa. Jiulize, balil insanu ala nafsihi basira. Jiulize ndani nafsi yako, majibu unayoyaishi muda huu ni mazuri? Mwenyezi Mungu atustiri. Kwa hakika kipindi cha ujana ni muhimu sana na pia ni hatari sana, na hasa katika siku zetu hizi ambazo zimedhihiri uharibifu mkubwa kwa vijana wetu. Wazee, mna jukumu na ulezi mkubwa, msichoke wala msituchoke. Tushawahi kujiuliza nini wanafanya na kuangalia katika simu zao na mitandao ya kijamii? Tushawahi kutathmini ni kwa kiasi gani vijana wanavyoipuuza misikiti? Lakini pia swali la muhimu, hivi tushawahi kutathmini kwa nini vijana wamekuwa katika hali hii? Kama bado, bila shaka jawabu ni moja tu, kwamba haya ndiyo matokeo ya wazazi kuwaachia watoto na vijana wao. Haya ndiyo matokeo ya kupuuza kuwaongoza na kuwasimamia katika maadili ya ilmu na kuwafunza dini yao. Kwa kujipa kwetu ubize na makazi na biashara na vyeo pamoja na starehe na anasa za kidunia kwa muda mrefu sasa, ukweli ni kwamba wazazi wa zama hizi tumebakia na wajibu wa kuwahudumia na kuwalisha vizuri na kuwavisha vizuri na kuwalaza pazuri vijana wetu, na kuacha kabisa kuwashughulikia kimalezi na tabia zao. Tunajikuta kwamba wazazi wamekuwa ni masponsa wa watoto wao, ni watu wa kuwahudumia tu watoto wao, wanasahau jukumu lao la kuwa walezi kwa watoto wao. Na kama hali hii ikiendelea, ndugu zangu, jamii itakuwa imefeli, vijana wataharibika, na ndani ya miaka 20 ijayo sio jambo la ajabu umma kuharibikiwa. Hebu tuchukue muda huu mfupi tujikumbushe mifano michache ya vijana wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wema wa mwanzo, ili tuone ni kiasi gani wao waliwalea vijana na watoto wao katika maadili na mafunzo bora, mpaka vijana hao wamebeba imani kubwa na kuwa mfano wa kuigwa. Tuanze na bwana mdogo Anas bin Malik radhiallahu anhu. Alianza kumhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na miaka 10 tu, na kutokana na kuishi karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona na akasikia mengi kutoka kwa Mtume. Na kwa kuwa ni kijana makini, kijana aliyelelewa, kijana si wa hovyo, amehadithia zaidi ya hadithi 2000, na yeye ni nafasi ya 3 miongoni mwa al-mukthirun baada ya Abu Huraira na Abdullah ibn Umar kwa hadithi nyingi. Tujiulize ndugu zangu Waislamu, kijana wa sasa apelekwe kwenye nyumba ya mtu mkubwa, nyumba ya mwanachuoni, nyumba ya kiongozi, tumweke pale miaka 10, anatoka na nini? Kijana wa sasa bali atatoka na unasaba ambao hata haumuhusu na kujigamba mitaani. Mfano wa pili ni Usama bin Zaid radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaribia mwisho wa uhai wake alituma jeshi kwenda Syria kupambana na Waroman.
Katika jeshi hilo Usama bin Zaid ambaye alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 17 ama 18 alikabidhiwa yeye ukomanda wa jeshi lile, aongoze yeye jeshi linaloenda kupigana na Waroma. Na si kwamba eti katika jeshi hilo hawakuwepo watu wazima, hawakuwepo majabari. Katika jeshi hilo lililokuwa linaenda kupigana alikuwepo Saidina Abu Bakr as-Siddiq, alikuwepo Saidina Umar ibn al-Khattab, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua amwamini uongozi ule kijana wetu wa sasa, miaka 17, 18, 20, 25, 30. Unaaminika kwa lipi? Unaaminika kwa lipi kijana? Vijana pia walikuwa na uvumilivu, wamekinai. Mfano ni khalifa wa 5 Bwana Umar ibn Abdul Aziz. Alipokuwa mtoto mdogo, kijana huyu iliwahi kuingia siku ya sikukuu, ikikaribia siku ya sikukuu, na alikuwa na nguo zimechoka, nguo kuku zimechanika. Saidina Umar hakuwa na fedha kipindi hicho, na hivyo alikosa kumnunulia mjukuu wake nguo. Akalia Saidina Umar kumuona kijana wake huyo akiwa na hali ile. Yule kijana akamuuliza, ni jambo gani linalokuliza? Saidina Umar akamjibu, nalia kwa kuhofia kuja kupasuka kwa moyo wako, kuja kuvunjika moyo wako watakapokuona watoto wenzio huko katika hali hiyo, na wao ukiwaona wao wameng'ara kwa nguo mpya. Yule kijana bila huzuni yoyote akamjibu Saidina Umar, wanaostahiki kuhuzunika ni wale waliokosa wazazi wake wawili, na yule aliyekosa radhi za Allahu subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ni mgonjwa. Na namshukuru Allahu subhanahu wa ta'ala, hayo yote mimi sina. Ina maana sina sababu ya kuhuzunika. Mtoto amekinai. Allahu akbar. Unaweza ukapima ni kiasi gani cha uzuri wa malezi waliopatiwa vijana hawa mpaka wakawa hivyo. Ni malezi bora yaliyoje ya watoto hawa mpaka kufika hatua hii katika imani zao. Bila shaka hii ni dalili tosha kwa wenzetu walitoa kipaumbele katika kuwaelimisha dini na maadili zaidi watoto wao kuliko mahitaji ya kawaida, nguo, chakula na malazi. Kijana wa sasa atakwambia, baba hanipendi. Ukimuuliza sababu ni gani, hajaninunulia iPhone 16, hajaninunulia gari. Ndugu zangu Waislamu, tabia hii inaenda mpaka makazini. Kijana ameanza kazi leo, anataka ndani ya mwaka awe kashamiliki gari, kashamiliki nyumba, dunia nzima kashaimaliza. Uvumilivu hakuna, ni tamaa tu. Kijana hana subra, kijana hana uvumilivu wala qinaa hamna. Mwenyezi Mungu atustiri na vizazi vyetu. Hayo ndio malezi ya masahaba kwa watoto wao. Hayo ndio malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake. Hao ndio vijana wa waliotutangulia. Lakini vijana wetu wa leo wanajifakharisha kwa mambo gani? Vijana wetu, what are we proud of? Dini yetu, hiyo dini yenyewe hatuswali vizuri, na tukiswali swala za haraka. Nywele za mitindo, mwenendo na mavazi wanayowaiga watu wa magharibi na Mayahudi. Ni kijana gani leo hivi? Ni kijana gani leo kiigizo chake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au maswahaba zake, role model wa maisha yako? Leo kijana anajua timu zote za mpira, wachezaji wote mpaka reserve, tena si timu moja, timu zote including timu za mataifa mengine. Timu hazimuhusu, makocha wao, mishahara yao, mikataba yao. Lakini kwa kusikitika hajui hata maswahaba 10 waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kijana ana gigabytes, GB 10 za mziki kichwani mwake, lakini hana hata MB 5 za Qur'an kifuani mwake. Leo kijana anawajua mastering wapiganaji, mastering wa movie za kivita kina Rambo, lakini eti hamjui Khalid bin Walid wala sifa zake. Ndugu zangu, ni msiba mkubwa mno. Khalid bin Walid ni komanda mkubwa wa jeshi la Kiislamu, na tactics zake na strategy zake, mbinu zake za kivita, kwa taarifa tu, mpaka leo zinafundishwa duniani. Tena sio chuo cha Al-Azhari au Ummul Qura au Madina.
Uingereza, Royal Military Academy, wanafundisha tactics za Khalid bin Walid. Marekani, University of Georgetown, Harvard University, wanafundisha tactics za Khalid bin Walid za kivita. Jamani, si jambo dogo Mwanaume huyu, panga la Mwenyezi Mungu, limetumia mbinu za kivita miaka 1400 iliyopita. Leo utandawazi wote huu bado mbinu zile zinatumika leo. Alikuwa mtu wa hali gani? Kijana anaweza akakaa maskani akamhadithia Arnold Schwarzenegger saa zima, lakini hajui hata kumhadithia Khalid bin Walid kwa sentensi tatu. Ni msiba mkubwa ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu waumini, tuwafundishe vijana na watoto wetu sira ya Mtume, tuwafundishe sira za masahaba zake ili wawe kigezo chao na Mtume na masahaba zake pamoja na watu wema waliotutangulia. Tujihadhari sana katika kupuuza kuwalea watoto na vijana wetu, na tuache kujipa dharura na mashughuli tulizo nazo. Lazima tulipe kipaumbele jambo la malezi pamoja na shughuli zote tulizo nazo, lakini tusikose kukaa nao, kusoma nao, kuwafundisha na kuwazoesha ibada angalau wiki mara moja. Na tuache mughafala huu tulionao kwa kufikia hatua mpaka wazazi wengine hawawaoni watoto wao mpaka muda wa kulala. Tushikamane kuwalea watoto wetu na kuwalea tokea utotoni mwao ili tuweze kuwazoesha ibada. Kuanzia miaka 7 mtoto aanze kujua kuswali, afundishwe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuwazoeshe ibada, kuisoma, kuisikiliza na kuihifadhi Qur'an, bali pia kutekeleza yaliyomo ndani ya Qur'an. Vile vile muhimu sana ndugu zangu Waislamu, bila kusahau tuwafundishe kutafuta marafiki waliowema na kuwaacha marafiki wabaya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abu Dawud na Tirmidhi, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mtu huwa katika dini ya rafiki yake. Ndugu zangu waumini, wanazuoni wa Kiislamu wamelitilia mkazo sana jukumu ya malezi kwa watoto. Imepokelewa kutoka kwa Ibn al-Qayyim katika kitabu Tuhfatul Mawdud, a'zamu al-huquqi 'ala al-walidaini an yu'allima waladahuma al-adab wad-din, haki kubwa zaidi juu ya wazazi ni kuwafundisha watoto wao adabu na dini. Na Imam al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin naye amesema, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jawharatun nafsiyya in 'uwida al-khayri nasha'a 'alayhi wa sa'ida fi ad-dunya wal akhirah wa in 'uwida ash-sharri wukila ilayhi wa halak. Mtoto ni amana kwa wazazi wake, moyo wake safi ni lulu yenye thamani. Akizoeshwa mema yatakuwa juu yake na atafaulu duniani na akhira, na mtoto akizoeshwa maovu na akatekelezwa basi ataharibika tu. Ndugu zangu wazazi, ndugu zangu walezi, ndugu zangu vijana, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa ilmu ya kwanza kabisa anayopaswa kupewa mtoto si mathematics, si English, si social studies, bali ni adabu. Tena adabu yenyewe kwa maneno, vitendo, na sisi kama wazazi kuwa mifano bora kwao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze watoto wetu na vijana wetu wa Kiislamu pamoja na mabinti wa Kiislamu, na awafanye waifanyie kazi swala, Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha al-ikhwa, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، ودعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فاتقوه. Ndugu zangu Waislamu, enyi wazee, wazazi na walezi, maagizo ya Mwenyezi Mungu kwetu ni kama alivyosema katika suratu Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na waamrishe familia yako kuswali na uwe mvumilivu juu ya hilo. Uwe mvumilivu, maana hilo sio jambo jepesi, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi litakuwa jepesi insha Allah. Kwenye nia pana njia. Muhimu sana tusisahau kuwa watoto ni amana na tutaulizwa juu ya amana hiyo. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-Imam Ibn Qayyim alisema aktharu al-awladi inma jaa fasaduhum min qibali al-abai. Ufisadi wa watoto wengi unatokana na wazazi wao, yani wazee ndiyo sababu ya kutengenea au kuharibika kwa watoto. Tutambue kuwa tuna wajibu wa kuwapa elimu na adabu, tena kwa kuwa mfano juu yao. Hauwezi ukamwambia mwanao swali, wewe zinakupita. Hauwezi kumwambia mwanao asitukane, wewe mdomo mchafu. Hauwezi kumwambia mwanao asiibe, wewe ndo mwizi wa kwanza. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Luqman, Luqman alimfundisha mwanae kuanzia aya 13 mpaka 19 mwisho wa peji pale, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Alianza kwa kumfundisha dini, lakini huku mwisho alimfundisha adabu. Alimfundisha sauti yake iwe vipi atakaposema, bali alimfundisha mwendo wake uwe vipi atakapotembea. Al-Imam al-Ghazali pia alisema al-ilmu fi as-sighari kan-nakshi fi al-hajari, elimu katika utotoni ni kama kuchora kwenye mwamba. Yani wapeni elimu tangu akiwa wadogo, usisubiri abaligh ndio uanze. Huku chini lazima tuanze. Mwenyezi Mungu tumfundishe kijana toka udogo wake elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumjua mtume wao na kuheshimu walimu wao ambao pia ni walezi wanaokusaidia wewe mzazi kuwalea watoto wako. Vile vile tuna wajibu wa kuwatunza kimwili na kiroho, tusiwatelekeze watoto wetu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Baqara, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, na juu ya baba ni wajibu kuwapa riziki na mavazi. Lakini pia tusisahau kuwa adabu nzuri ndio kitu kikubwa cha kuwafundisha watoto wetu. Kama kuna kitu cha kumwachia mwanao, basi muachie adabu nzuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, khairu ma yurithu al-aba'u li abnaihim al-adabu al-hasan. Al-Mu'jam al-Awsat lit-Tabarani. Kitu kibora zaidi cha kurithiwa na wazee kwa watoto ni adabu njema. Mtoto akiwa na adabu, basi kazi yoyote atakayoifanya akiwa mkubwa ataifanya vizuri sana, tena kwa weledi. Watu wote watampenda. Kama ni daktari, basi atapendwa kwa kuwaheshimu, kwa kuamiliana vizuri na wagonjwa. Hauwezi ukawa dokta mdomo mchafu, kibri, jabari, ukawa dokta mzuri. Mzazi wangu mimi ambaye wengi mnamfahamu, huwa mara kwa mara tunapoenda kumwona anatukaririsha maneno haya machache ya Kiarabu. Haya maneno mpaka yamekuwa nyimbo katika maisha yangu na ndugu zangu. Maneno yenyewe ni yepi basi? Kun ibna man shi'ta waktasib adaba yughnika mahmudan anin nasabi. Kuwa mtoto wa utakaye kuwa mtoto wa shekhe, kuwa mtoto wa kiongozi, kuwa mtoto wa tajiri,
lakini chunga adabu yako. Itakufanyia nini hiyo adabu? Yughnika mahmudan ani nasabi, itakunyanyua sehemu utakayoheshimika, utakayokubalika, utakayopendwa kuliko ile nasaba yako, kuliko ule uongozi wa mzazi wako, kuliko utajiri wa baba yako. Unaenda sehemu unaishi au unalilia kwa lugha ya mtani laini ya baba yako, huyu mtoto wa fulani, huyu mtoto wa Azizi, lakini adabu hakuna. Lakini adabu itakufikisha sehemu, ukienda si lazima utumie laini ya mzazi wako, ile adabu yako itakuweka, utanyanyuliwa, utapendwa na watu, na utakuwa ni mtu mwenye kuheshimika na kukubalika katika jamii. Tunapaswa kuwajibika kwa Mola wetu kwa kuwalea watoto kwa uangalifu mzuri na kuwafundisha Qur'an, kuwapa mafunzo yaliyo mema na kuwa mfano mzuri juu yao. Allahumma hdi auladana wa aslihhum waj'alhum qurrata a'yunin lana fid dunya wal akhirah. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتوبوا إليه واعملوا صالحا لعلكم تفلحون. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.